Miaka ya nyuma, ngoja niwape mfano wa kisayansi. Miaka ya nyuma, miaka 5-6 iliyopita, nilikuwa nikiletewa clients wenye addiction, wenye uraibu, uteja. 100% walikuwa ni wanaume. Sasa hivi nikiletewa clients wenye uraibu, kati ya clients 5 wenye uraibu, 4 ni wanawake. Kwa hiyo wanawake nao sasa hivi wanafikiri sehemu ya kutafuta furaha ni kwenye pombe, sehemu ya kutafuta furaha ni kwenye bangi. Mmesikia tafiti zilizofanywa Dar es Salaam. Dar es Salaam ongezeko la wanawake wanaotumia bangi linaongezeka. Wanawake sasa hivi wakija client wangu, binti anafanya kazi benki, anavuta bangi. Mabinti wazuri wanakula ugoro. Unashindwa kuelewa tunaenda wapi? Yaani walikuwa ni wanaume peke yake, lakini sasa hivi wanawake nao wanafikiri kama ukikosa furaha una uwezo wa kutafuta kwenye substance, vitu vinavyoleta furaha. Naomba niwaambie, ile sio furaha, ile inaitwa pleasure. Inakuletea uraibu, mtu wa Mungu. Na nasema hivi ili kama una watoto wa kike kuanzia miaka 15 kuendelea, unakaa nao unawauliza. Juzi nimesikia kuna klipu inatokea sana, imegundulika watoto wa kike miaka 15 kuendelea wanaogopa kunywa pombe na kuvuta bangi. Wazazi watakuwa wakali. Wamegundua njia ya kunywa na kuvuta, wanaweka pombe kali kwenye pad. Mmesikia? Mmeshasikia hiyo? Wanaweka pombe kali kwenye nini? Kwenye pads. Na wanavaa zile pad zikiwa zina value, zikiwa zina K-Vant. Na watoto wa kiume wameonekana wakifanya hivyo. Kwa nini? Sayansi imegundua kwenye anus kuna njia na mshipa unaoenda direct kwenye ubongo, haupiti sehemu nyingine yoyote. Na kwa sababu akinywa zile pombe na ule ulevi unapita kwenye liver, kwenye figo, kwenye ini, unasafishwa. Imeonekana kwamba ikipita kwenye njia ya haja kubwa haipiti kwingine kokote, inaenda moja kwa moja kwenye brain. Kwa hiyo wanafurahia kwa sababu wanalewa haraka. Kwa unakaa na mtoto na shangaa zezeta, kumbe amevaa nini? Amevaa pad. Watoto wa miaka 14, 16, 18 wanavaa pampers ambazo zimelowekwa kwenye nini? Kwenye upombe kali. Mabinti wanakuwa waraibu na shangaa. Mzazi anakuambia hanywi pombe huyu, mbona? Hanywi pombe lakini anavaa kwenye nguo yake ndani. Wewe baba hujui hiyo sayansi, watoto wamesha Google. Wanajua. Kwa hiyo anaweza akaamua akanywea huku mdomoni au akanywea huko nyuma. Ninakuombea kama wewe ni mzazi, Mungu akupe sensitivity ya kuwaombea watoto wako katika jina la Yesu. Wangapi wananielewa?